Nataka tuongee kuhusu meza ya Bwana kwa njia ya ufupi sana, nikiwa na imani ya kwamba Mungu atanena nasi na atatubariki. Wiki hii yote tumekuwa tukija hapa kanisani kwa sababu ya ibada, na ni wiki ambao tulianza Jumapili wakati ambapo tulikuwa na Palm Sunday. Ingawaje najua katika hiyo ibada pia tulikuwa tunaongea kuhusu kumshukuru Mungu, ama sivyo? Na Jumatatu tukaja, Jumanne tukaja, na jana pia tukawa hapa, na leo tuko hapa. Na leo ni siku ambayo huwa tunaita Maundy Thursday. Na Maundy Thursday ni ya maana sana katika maisha yetu, kwa sababu huwa inatukumbusha mambo matatu ambayo yalitendeka katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Na jambo la kwanza ni kitu ambacho tunaweza kiita towel. Wakati ambapo Yesu Kristo aliwaosha wanafunzi wake miguu. Kwa hivyo inatukumbusha huduma ambayo tumeitiwa mimi nawe, na hiyo ni huduma ambayo Yesu Kristo mwenyewe pia alitoa mfano jinsi ambavyo tunastahili kuhudumu, jinsi ambavyo tunastahili kufanya kazi yake. Na jambo la pili ni meza ya Bwana ambayo tutazungumza kuihusu siku ya leo. Na pia jambo la tatu ni kuhusu mtihani ambao alituachia. Kwa Kiingereza tungesema the test. Mtihani ambao alituachia. Kwa sababu yeye mwenyewe akasema kama jinsi ambavyo mimi ninavyowapenda, pia nanyi mpendane. Na akatukumbusha wanafunzi wake ya kwamba mkipendana itakuwa wazi, itadhihirika kwa kila mmoja ya kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Na sitaki kuzungumza kuhusu hayo yote, nataka kuzungumza kuhusu hilo jambo la pili ambalo nimelitaja, kuhusu meza ya Bwana. Na nilipokuwa nikijaribu kuwaza katika maisha yetu ya kawaida, maisha yetu ya kila siku, kuna meza mingi sana ambazo tunaweza zikumbuka. Kwa mfano, kama ulipata nafasi, na mara mingi tunapata hizo nafasi kama jamii, tunaketi kwenye meza moja, tunashiriki chakula pamoja, tunafurahia, tunapata nafasi hata ya kupeana hadithi moja kwa nyingine, vile ambavyo maisha yetu ambavyo yamekuwa. Na kama katika vile vikao, hapo ambapo tuliketi mezani, palikuwa na mambo ambayo yalikuwa ni ya maana sana, basi hiyo itakuwa ni jambo ambalo tutalikumbuka hata tutakapoondoka kwenye meza ile. Kama ni mtu ambaye ni mgonjwa, ukaenda hospitali, ukaketi pamoja na daktari, na kwenye meza ile akakupatia ujumbe ambao ulibadilisha maisha yako, hautawahi isahau. Kama ni mwanafunzi, ukiwa shuleni, ukaketi, na ukawa na dawati, ukawa na meza ambayo ulitumia ukifanya mtihani, basi hiyo ni kitu ambacho utakumbuka, kwa sababu huo mtihani uliamua jinsi ambavyo maisha yako itakavyokuwa. Na meza ni za aina nyingi ambazo tunaweza zungumza kuhusu, lakini leo nataka tuzungumze kuhusu meza ambayo ni ya maana zaidi kuliko zingine zote ambazo zimetajwa kwenye historia, nayo ni meza ya Bwana. Yesu Kristo mwenyewe alipoona ya kwamba huduma yake inakaribia kuisha, na ya kwamba sasa yu karibu sana kusulubishwa msalabani, akaona ni vyema awalete wanafunzi wake wote pamoja ili waweze kuwa na chakula cha mwisho. Na meza ya Bwana si ratiba fulani ambayo tunaitimiza kama maisha yetu sisi kama Wakristo, lakini ni nafasi tunapata ya kujikumbusha kile ambacho Yesu Kristo mwenyewe alichokianzisha. Na tamanio lake ni kwamba si kukumbuka tu, lakini tunapokumbuka tuwe watu ambao tutachukua hatua fulani katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapokuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana kama vile ambavyo tumekuja leo, swali kubwa ambalo Mungu anatuuliza ni je, ni nini utakachokitenda ama ni nini utakachofanya na kile ambacho nimekutendea? What will you do with what I have done for you? What will you do with what I have done for you? Hilo ndilo swali kubwa ambalo Mungu anatuuliza tunapokuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana leo.
nilikuwa najaribu kuwaza, nikakumbuka wakati mmoja nilialikwa na familia fulani ili tushirikiane pamoja nao, kwa sababu mtoto wao alikuwa amefanikiwa, akaenda nje ya taifa hili letu, akaenda akasoma, sasa amemaliza, amehitimu, amerejea nyumbani. Na kwa ile familia ikanialika ili tushirikiane pamoja katika ibada ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya vile ambavyo ameandamana pamoja na huyu mtoto, na sasa amerejea nyumbani akiwa amemaliza na amehitimu. Na wakati ambapo huyo mtoto alipewa nafasi, alikuwa ni kijana tu, alipopewa hiyo nafasi ya kuzungumza. Tunajua wakati kama huu kukiwa na graduations, si tunapeana nafasi kwa wale ambao wamegraduate ama wale wamehitimu. So alipopewa nafasi, kwa speech yake kuna mambo ambayo alisema. Akasema, nilipoondoka hapa, kile ambacho kilinisaidia sana, nikasoma, nikamaliza na nimerudi nyumbani, ni maneno ambayo niliyoelezwa nilipokuwa nikitumwa niende shuleni nikasome. Akasema, niliambiwa ya kwamba nikumbuke mimi ni nani. Si kwa kawaida huwa tunaambia watoto wetu hivyo, ukienda nje, remember who you are. So akasema, mimi nilipokuwa nikienda niliambiwa nikumbuke mimi ni nani. Kwa hivyo hata kama nilienda nikakutana na culture ni tofauti, tabia ni tofauti, watu ni tofauti, kila mara nilikuwa nakumbuka, niliambiwa ya kwamba nikumbuke mimi ni nani. Tena akaambiwa, remember what we have taught you. Kumbuka kile ambacho tumekufunza. In other words, wazazi walikuwa wanamwambia, wewe tumekupeleka nyumbani mwa Mungu. Umelelewa katika nyumba yake, umeenda Sunday school, umeenda mpaka teen service, umeenda brigade, umeenda youth. Na hata sisi kama wazazi tumekuwa na vikao tofauti tofauti, tumekufunza mengi. Kwa hivyo utakapoondoka, usisahau mambo tuliyokufunza. Ni ya maana sana, kwa sababu kule nje unaweza funzwa mambo mengi. Kwa hivyo kijana akasema, nilipokuwa huko, hata kama nilikuwa na marafiki ambao waliniambia mambo mengi, nilikuwa nakumbuka kile ambacho wazazi walisema, nikumbuke kile ambacho nimefunzwa. Tena jambo la tatu na la mwisho, akasema waliniambia pia nikiwa kule nje nikumbuke ya kwamba wananipenda. You know, remember that you are loved. Kwa sababu unaweza enda, pengine uko peke yako, uko na watu, miongoni mwa watu ambao hauwajui. Saa zingine unajipata ya kwamba ni kama uko peke yako kabisa, lakini wazazi wake wakamwambia alipokuwa akiondoka, ukumbuke ya kwamba tunakupenda, tunakujali. Ukisahau kitu kingine chochote, tafadhali usisahau. Hivyo baada ya miaka kadhaa, miaka 4 hivi, anarudi nyumbani. Na anaporudi, maneno haya ambayo aliambiwa hakusahau. Anaweza kuwa alisahau chakula ambacho walikula hiyo siku ya mwisho, walipoketi pamoja kushiriki. Anaweza kuwa pengine hata ukimuuliza kabisa chakula kile kilikuwa kinakaa namna gani, hawezi kumbuka. Lakini maneno aliyoambiwa, maneno aliyoelezewa, hayo hakusahau. Siku ya leo tungependa kukumbuka maneno ambayo Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake alipowaleta pamoja katika ushirika huu wa meza ya Bwana. Na jambo la kwanza ambalo ni la maana sana, tunapozungumza kuhusu meza ya Bwana, tutazungumza kuhusu mambo matatu. Jambo la kwanza ni kukumbuka. Mwambie mwenzako, kumbuka. Kwa sababu ushirika wa meza ya Bwana ni kumbukumbu, kumbuka. Yesu Kristo katika kitabu cha Luka mtakatifu 22 mstari wa 19 anasema ya kwamba mfanye hivi kwa ukumbusho wangu. In other words, anakumbusha wanafunzi ya kwamba ushirika wa meza ya Bwana ni kumbukumbu. Anawakumbusha kwamba kila wakati mtakapokuwa mmeketi, mkila mkate, mkinywa kutoka kwa kikombe hiki, mnikumbuke, msinisahau. Na mbona Yesu Kristo akatamani ya kwamba wafanye hivyo kwa ukumbusho wake? Ni kwa sababu alijua ya kwamba mwanadamu kwa kawaida husahau. Ama sivyo? Mwanadamu kwa kawaida husahau. Na mara mingi sana tunasahau maombi ambayo Mungu amejibu katika maisha yetu.
kwa sababu nina imani ya kwamba kila mmoja wetu tushaikuwa mahali ambapo tulimuita Mungu, akasikia na akajibu. Lakini mara kwa mara kama mwanadamu unapojipata kwenye shida na matatizo, tunasahau maombi yaliyojibu, tunaona shida na matatizo. Pia mwanadamu husahau wakati ambapo Mungu alipanguza machozi yetu. Pengine ulipitia katika hali ambayo haikuwa ni rahisi. Inaweza kuwa pengine ilikuwa ni hali ya kikazi, hali ya familia, hali ya afya. Na katika ile hali ya uchungu na machozi, Mungu akaja, akapanguza machozi yako. Huenda ikawa pia, saa zingine tunasahau ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Ya kwamba sisi si watu tu wa kawaida. Kuna mtu ambaye aligharamika, tulimenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Yesu Kristo akajua ya kwamba pia saa zingine sisi husahau mahali ambapo ametutoa. Kila mmoja wetu, tukipata nafasi tuanze kupeana historia zetu, utashangaa kujua mahali wengine wametoka. Tutawaangalia na shindo, ai ni wewe ama unaongea stori za mtu mwingine, ama sivyo? Na Yesu kwa sababu alifahamu ya kwamba mwanadamu husahau. Na ukiangalia hata maisha yako ya kawaida, kuna mambo mengi sana ambayo wewe husahau. Unaweza kuwa hata na appointment mahali na mtu, alafu kidogo kidogo anakupigia simu, anakuuliza, unamuuliza unaongea kuhusu nini? Tulikuwa tukutane leo kweli? Tulikuwa tukutane hizo saa? Na hilo jambo linakuwa kidogo kidogo ni kama limekupita. Lakini tunaporudi katika maandiko, Yesu Kristo akatamani ya kwamba hata atakapoondoka, wanafunzi wake wasisahau kile ambacho amewatendea. Na pia tukienda katika kitabu cha Kutoka, Exodus sura yake ya 12, mahali ambapo tumetoa somo letu la kwanza, tunaona ya kwamba pia Mungu alipoanza safari na wana wa Israeli, safari ya ukombozi, kwa sababu alikuwa ameshasikia kilio chao, alikuwa ameona jinsi ambavyo wameteseka, alikuwa already amekuja ili aweze kuwakomboa. Anawapatia instructions kwa sababu hule ukombozi haukuwa rahisi. Kumbuke ya kwamba Farao alikuwa amekataa kuwaruhusu waondoke wakamwabudu Mungu wao. Na hivyo basi anawaambia watafute mwanakondoo, kisha baadaye yule mwanakondoo watamchinja na watatia damu yake katika kisingiti cha juu cha nyumba, doorposts, ili mtu yeyote ambaye anapita pale basi anaona hii nyumba ni ya watu ambao ni tofauti, especially kwanza malaika wa kifo atakapokuja. Tena nawaambia wakule pamoja kama familia. Na hiki hakikuwa tu ni chakula cha kawaida, walikuwa wanashiriki, kilikuwa ni chakula cha ukombozi. Praise be to God. Ili katika kuja pamoja, katika kushirikiana pamoja, waweze kukumbuka jinsi ambavyo Mungu amewakomboa. Na ikawa ya kwamba mwaka baada ya mwaka, wana wa Israeli walikuwa na sikukuu ya Pasaka, ambayo ilikuwa inawakumbusha ya kwamba kuna wakati sisi tulikuwa ni watumwa, lakini sasa Mungu ametukomboa. Praise be to God. Kuna wakati ambapo sisi tulikuwa ni watumwa, lakini sasa Mungu alitukomboa. We were slaves, but God set us free. Na hivyo basi Yesu Kristo anapowaleta wanafunzi wake pamoja, na anawaleta especially wakati ambapo watu wanasherehekea, Wayahudi wanasherehekea sikukuu ya Pasaka, ambayo inawakumbusha ukombozi huo uliotendeka wakati wana wa Israeli wanatolewa kule Misri. Ilikuwa ni kwa sababu yeye alitamani waweze kuelewa ya kwamba kama vile ambavyo walivyokombolewa na damu ya mwanakondoo, sasa yeye ndiye kondoo wa kweli, kondoo aliye hai, ambaye atawaokoa sasa kutoka kwa kifo, kutoka kwa dhambi. Pia Yesu Kristo anapowakumbusha mambo haya, alitamani ili katika safari yao ya imani wasija wakasahau wao ni nani. Praise be to God. Pia nasi siku ya leo, tamanio la Mungu ni kwamba hatutasahau yale ambayo ametutendea. Na zaidi ya mambo mengine yote ni kwamba hatutasahau gharama aliyolipa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Praise be to God.
Mwambie mwenzako umelipiwa gharama. Nilikuwa najaribu kuwaza manyumbani kwetu, kwa sababu mara mingi nikitembea huwa ninaona saa zingine tumepreserve picha zingine za kitambo sana. Si ni kweli? Especially ukienda kama ni ushago, unapata picha zingine ni za kitambo sana. Na zingine kwanza zilikuwa za black and white. Ama sivyo? Unapata picha ni ya black and white, lakini imekuwa preserved. Na hiyo picha ukiweza iguza, kuna vile mtakosana na watu wa hiyo familia. Na si kwa sababu ile karatasi ambayo hiyo picha iliprintiwa nayo ati ni ya maana sana. Hapana. Karatasi si ya maana, pengine hata imezeeka. Saa hizi tuko na picha mzuri sana. Unaweza fanya anything nazo saa hii ukipigwa picha. Wakati huu mpaka wa filters. Lakini hizo tunazidhamini sana. Na sababu kubwa ni kwa sababu ya kumbukumbu. Unapoona ile picha, pengine unakumbuka upendo ambao ulidumu miongoni mwa hao watu ambao wako kwenye ile picha. Inakukumbusha historia, mahali ambapo ulitoka. Inakuonyesha tabasamu ya watu ambao wako kwenye ile picha. Na pengine hata kujinyima ambako walijinyima, upendo wao na mambo mengi. Sasa ushirika wa meza ya Bwana ama meza ya Bwana ni kama hiyo picha ya Mungu kwetu. Praise be to God. Ni kama picha ya Mungu kwetu. Ili tunapoiona, Mungu kila wakati anatamani ya kwamba tunapokuja kushiriki katika meza yake, tunapoona picha hii ya mkate na divai, ni kana kwamba anatunenea kila wakati akisema, usisahau kile ambacho mwanangu alikutendea msalabani. Praise be to God. So meza ya Bwana ni picha inayotukumbusha kile ambacho Mungu ametutendea. Kwa sababu tumesema sisi ni watu ambao husahau, lakini Mungu hutupatia vifaa ambavyo hutukumbusha matendo yake ya ajabu katika maisha yetu. Utakaposahau, hautaweza kushukuru. Mwambie mwenzako ukisahau, hautaweza kushukuru. Na unajua Mungu hutamani ya kwamba tutarejea kwake kwa shukrani. Lakini ukisahau, hautaweza kushukuru. Hivyo basi tunapokuja leo katika ushirika huu wa meza ya Bwana, ningekualika tu utachukua dakika chache utafakari kuhusu yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yako. Na zaidi ya yote, ya kwamba kuna wakati ambapo wewe hata haukuwa na jina, lakini kupitia kwake sasa wewe ni mtu ambaye ukiangaliwa unapendeza. Praise be to God. Kuna wakati ambapo ulikuwa umepotelea katika dhambi za ulimwengu, anasa, uongo na mambo mengine kama yale. Lakini sasa umekombolewa. Wewe si yule aliyeishi enzi zile. Praise be to God. Hivyo basi tunapokuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana, mpendwa, kumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa. Kuna wakati ulikuwa ukilala, ukikesha na kuomba, haujui maisha yako itakuwa aje. Wengine wetu tukiwa wagonjwa, hata hatujui kama huo ugonjwa utatupeleka wapi. Lakini tazama mpendwa, Mungu akakuponya, amekuinua, amekupa afya. Tunapokuja kwenye ushirika wa meza yake, kumbuka mahali ambapo Mungu amekutoa. Ya kwamba ati ni wewe huyu, amekupatia hata familia. Ya kwamba hata ni wewe huyu. Wengine waliisha wakati wa COVID, wakati wa mambo mengine mengi ambayo yalikuja, ama sivyo? Juzi hata kulikuwa na floods, ama sivyo? Na wengine wakaondoka, lakini wewe nami tungali tuko hai. Unapokuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana, kumbuka kile ambacho Mungu amekutendea. Jambo la pili, reflect. Mwambie mwenzako reflect. Ushirika wa meza ya Bwana ni nafasi ya kujihoji wenyewe. Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 11 mstari wa 28, anasema ya kwamba kila mmoja wenyu, kila mmoja wetu ajihoji mwenyewe. Praise be to God. Kwa sababu kukumbuka ni jambo moja, lakini pia we will need to examine ourselves. Reflecting is a manner of examining yourself. Praise be to God. Kwa nini? Kwa sababu meza ya Bwana si ya watu ambao wamekamilika. Help me to tell your neighbor, the Lord's table is not for perfect people.
It is for honest people. Do I need to do it again? Maybe tell your neighbor again, neighbor. Na nyinyi mnaniangusha. Tusemangi neighbor, tunasemanga jina ya huyo mtu. Haya, tuende pamoja, mwambie neighbor. The Lord's table is not for perfect people. It is for honest people. Amen. Si ya watu ambao wamekamilika, lakini ni ya watu ambao wamejawa na ukweli katika mioyo yao. Ningetaka utafakari kwa dakika chache. Wale ambao walikuwa katika meza ya ushirika wa Bwana mara ya kwanza, wanafunzi wake Yesu Kristo. Miongoni mwao kulikuwa na Judas, ama sivyo? Na jana ilikuwa siku ambayo tunaita Spy Wednesday. Spy Wednesday. Wakati ambapo Judas mwenyewe anajipeleka kwa viongozi wa dini na anawauliza, mtanipatia nini kama nitamleta Yesu kwenyu? Na sasa hapo tunaona mambo inabadilika. Tunaona ya kwamba yeye nakosa kutimiza kile ambacho kilikuwa kinastahili. Pengine kwa mwanafunzi wa Yesu kwa kawaida, kwa sababu mwanafunzi wa Yesu hakuwa anatarajiwa kuwa msaliti, ama sivyo? Lakini huyu ni wa ndani na tena amekuwa msaliti. Na by the way, siku ya jana ndio huwa inabadilisha historia ya msimu huu wa Holy Week, kwa sababu mbeleni kabla ya Wednesday, viongozi wa dini wamekasirika sana na Yesu, mafunzo yake, vile ambavyo anafuatwa, vile ambavyo anashangiliwa, lakini wanauoga, hawajui wafanye nini, kwa sababu bado watu wanashangilia Hosana, Hosana, Hosana. Sipamu Sunday tunakumbuka vile ambavyo anaingia Yerusalemu kwa vishindo na kwa sifa watu wanapompokea, umati mkuu. Lakini wakati ambapo Judas anaingia na anasema ya kwamba mimi niko tayari, na anauliza mtanipatia nini, na wanamwambia we'll give you 30 pieces of silver, naye anakubali. Na kutoka hapo hiyo mambo yote inabadilika. Na Yesu si kana kwamba hajui ya kwamba Judas atamsaliti. By the way, katika ushirika huu ambao wanakula pamoja, anasema mmoja wenyu miongoni mwenyu kunaye mmoja atakaye nisaliti. Kwa hivyo si kana kwamba Yesu hakuwa anajua, lakini anamruhusu kwenye meza yake. Na anampatia nafasi katika yale maneno ili yeye mwenyewe apate nafasi ya kujihoji, ama sivyo? To examine himself. Lakini unfortunately, yeye hakupata hiyo nafasi ya kujihoji. Na hiyo inatukumbusha ya kwamba unaweza karibia meza ya Bwana, lakini kukaribia meza ya Bwana si kusema ya kwamba umemkaribia Yesu. Mwambie mwenzako, kukaribia meza ya Bwana si kumkaribia Yesu. You can be very near to the table but far from Jesus. Ama sivyo? Kwa sababu mikono ya Judas ilichukua mkate akakula vizuri, alikunywa pamoja na wengine, lakini moyo wake ulikuwa mbali sana na Yesu. Mwambie mwenzako, Mungu anaangalia moyo. Unajua tumepewa nafasi ya kuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana, tuko wengi, lakini ukweli ni kwamba Mungu anaangalia moyo, because the Lord's table is not for perfect people but for honest people. Unaweza imba hymns zote zenye tuko nazo, unaweza kuwa pia unajua kuomba maombi mazuri sana, unaweza kuja ukiwa na smile mzuri sana, lakini Mungu haangalii hayo yote. Anaangalia, je, moyo wako uko wapi? Je, wewe umefanya uamuzi wa kuwa wangu kamili? Je, umefanya uamuzi wa kuwa pamoja nami? Kwa nini? Kwa sababu dhambi yoyote ile ambayo tumeiweka ndani yetu, hatujaikili mbele zake, hatujaitubu, dhambi ile inaweza kuwa kizuizi hata tunaposhiriki katika meza ya Bwana cha kupata baraka. Juzi nilikuwa nimetembea mahali, na katika hiyo shughuli ya kutembea kuna mtu ambaye tulipatana naye na akatupatia ka story, na akatuambia kwamba yeye wakati mmoja akiwa mdogo alianguka kutoka mahali juu mpaka chini. Sasa alipoanguka
akaumia kidogo, akajiangalia. Unajua sasa yeye ni kijana, boys so akajiambia boys hawaliangi sijui nini, akajipanguza vumbi haraka haraka, yeye akaenda akiendanga. Na baada ya siku chache akaanza kuwa ya kwamba mguu wake wa kulia kidogo kidogo akitembea ni kama anashindwa kukanyanga vizuri. Na ikawa by the time siku 4 zinafika, ule mguu sasa hata umefura. So asubuhi ameamshwa na mzazi aende shule, mguu hata huwezi ukakanyanga chini. Naye mzazi anamuuliza shida ni nini? Anamwambia hata mimi sijui. By the way alisema mama yake, nilisema hata mimi sijui. Mzazi akamchukua akampeleka hospitali. Kwenda hospitali, daktari anapokagua mguu, anagundua kuna mahali ni kama kuna kitu imeingia. So anajaribu kutafuta kuangalia nini, kutoa, inatoka a whole plastic. Kumbe alikanyanga karai ikapasuka. Unajua hiyo siku mzazi alikuwa ameuliza nani alipasua karai. So yeye hawezi sema ni yeye alipasua nini? Karai ya mzazi. So heri ya kufa na shida kuliko kusema ni mimi nilipasua nini? Karai yako. Sasa yeye amepelekwa hospitali, alafu ka plastic kametolewa. Alafu daktari anamuuliza, "Na hii ni nini?" Anasema, "Ako ni ka plastic tu kadogo." Mzazi anapoangalia ndio anaona, si ni ile plastic ya karai yangu. Na unajua kama angekuwa ameshaambia mzazi kitambo, si angekuwa amesaidika. Hangefika mahali ambapo sasa hata hawezi tembea, ako na uchungu, ako na uvimbe, hawezi enda shule, mambo mengi hayawezi tendeka. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Saa zingine vitu vidogo vidogo ambavyo saa zingine tunasema ni vidogo, kwake Mungu si vidogo. Katika maisha yetu ya imani vinaweza kuwa vizuizi vyetu kufanikiwa na kupata baraka. Kwa hivyo tunapokuja, Mungu anatukumbusha ni vyema kujihoji sisi wenyewe. Je, kuna mtu ambaye ninastahili kumsamehe na sijamsamehe? Ama je, kuna mtu ambaye nimemkosea na si kuomba msamaha? Kwa sababu niliangalia nikasema, mimi niende niambia mtu pole, sitajisikia kisukari sana, vile saa zingine watu najiambia, unasema mimi siwezi. Lakini Mungu siku ya leo anatukumbusha kwamba kila nafasi tunayoipata kuja kwenye ushirika wa meza ya Bwana ni nafasi ya kujihoji sisi wenyewe. Praise be to God. Kwa sababu meza ya Bwana ni kama kioo. Mwambie mwenzako, meza ya Bwana ni kama kioo. Najua kila wakati unapoenda kusimama mbele ya kioo, kioo lazima itakwambia ukweli, ama sivyo? Lazima. Kama nywele yako haijakaa vizuri, itakwambia tu. Kama ulijipaka mafuta vile naonanga watoto saa zingine wajipaka mafuta imejaa kila mahali, unashindwa kama alikuwa ametumbukizwa kwa chupa ya mafuta, kioo lazima itakwambia ukweli. Kwambia by the way hiyo mafuta kuna vile, wewe jipange, ama sivyo? Na usiposhughulika, usipofanya jambo lolote, utaachwa na hiyo shida na matatizo. Kwa hivyo tunapokuja pia meza ya Bwana ni kioo cha roho zetu. Ni kioo ambacho kinaturuhusu kujiangalia sisi wenyewe ili turudi kwake Mungu atuoshe, tutakasike, tukubalike mbele zake. Praise be to God. Jambo la mwisho, ushirika wa meza ya Bwana requires us to respond. Please tell your neighbor, respond. Kwa Kiswahili tutasema itikia wito wake. Mwambie mwenzako itikia wito wake. Nilikuwa najaribu kuwaza sababu kubwa sana ya Yesu Kristo kuwapatia wanafunzi chakula cha mwisho wakashiriki pamoja ilikuwa ni nini. Nikagundua ya kwamba hakutaka tu wakumbuke, ili tu wakumbuke tu kile ambacho aliwatendea, lakini ni kwa sababu alikuwa akihitaji watakapokumbuka basi kuna hatua ambazo watazichukua katika maisha yao. Na ukikumbuka hata wana wa Israeli wanapokombolewa kutoka kule Misri, hawakukombolewa tu for the sake of it, hapana, wanakombolewa kwa kusudi. No wonder katika hiyo nafasi ya kwanza walipokuwa wakikula chakula hicho cha kwanza cha Pasaka, hawakuwa wakila wakiwa wameketi, wakipumzika, wakilala, wakisubiri mambo yote yako sawa. By the way, walikuwa wanakula wakiwa wameshavaa viatu miguuni, wamesimama, wako tayari kuondoka wakati ambapo wataambiwa
nafasi ya kuondoka imefanya nini? Imefika. Ili waondoke waende nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Hivyo basi hawakupewa chakula kile ili waweze kuketi na kutulia. Vile vile Yesu Kristo hakuwapatia wanafunzi wake chakula hiki chake cha mwisho ambacho wanashiriki pamoja ili waweze tu kuketi, kusikia vizuri na kufurahia, lakini alikuwa anawatuma. Praise be to God. Alikuwa anafanya nini? Anawatuma. Na anawatuma kwa sababu anafahamu ya kwamba sasa yeye hata kama atakuwa ameondoka, hawa ndio wawakilishi wake. Na hii inamaanisha ya kwamba kama mimi nimesamehewa dhambi, basi nimetumwa nikawasamehe wengine. Praise be to God. Kama mimi Yesu Kristo amehudumu katika maisha yangu, ametenda mengi kunifanya mimi niwe jinsi nilivyo, pia nami ananituma niende nikahudumu. Praise be to God. Kama mimi ninafahamu ya kwamba Yesu Kristo ananipenda, pia nami basi ananituma ili nikapende wengine. Kwa hivyo hali ya chuki, hali ya makasiriko na mambo mengine kama yale hayana nafasi katika maisha yetu, kwa sababu yeye ametutuma ili tuende tumwakilishe. Mwambie mwenzako, you have been sent to go and represent him. Nilikuwa najaribu kuwaza kuhusu simu. Nikaona ya kwamba mara mingi sana simu ambayo haijachajiwa si ya maana, ama sivyo? Hata ikuwe ni ya bei gani, haiwezi kukusaidia. Sasa it's as good as kama mtu ambaye hana simu. Lakini unajua hatari kubwa si simu ambayo haijachajiwa, ni simu ambayo iko charged lakini haitumiwi kufanya kazi inayostahili. Tuko pamoja? Mwambie mwenzako, the greatest danger is not a phone that is not charged, but it is a phone that is charged and never used. Almost importantly, never used for its proper purpose. Ya kwamba kama hiyo simu imechajiwa na siwezi itumia kupiga simu, siwezi itumia kuandika message, siwezi itumia pengine niende YouTube ni login kwa service kama hii, basi ile simu haina haja katika maisha yangu. Niko tu sawa na mtu ambaye hana nini? Simu. It's one thing kujua ya kwamba umesamehewa dhambi. Ni jambo lingine kujua ya kwamba umekombolewa. Lakini kujua tu na kuketi na kukaa, hiyo haina maana sana katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anatukomboa ili nasi tuondoke, tukahubiri kwa wengine kupitia kwa maneno, kwa matendo, kwa tabia ya kwamba Yesu Kristo ni mkombozi. Praise be to God. Please help me tell your neighbor, do not be like a phone that is charged but never used. So please help me ask them, where are you serving? Ask them, what are you doing in the kingdom of God? Unafanya nini? Unafanya nini katika ufalme wa Mungu? Ukiwa kwenye kazini, je, unamwakilisha Mungu? Ama wale hata mnafanya kazi na wao hata hawajui wewe umeokoka? In fact, ile siku watasikia umesalimua Bwana asifiwe, watashangaa. Washinde, wewe unakuanga umeokoka? Unakuanga wa church gani? Wewe ndio unawapatia form hiyo siku. Wanachanganyikiwa, wanashindwa what you are talking about. What about watoto wako, mke wako, mume wako nyumbani? Je, wanafahamu ya kwamba wewe umekombolewa, ya kwamba umelipiwa gharama? Ama ile siku wanaona watu wamekuja nyumbani kushiriki, wanakuja wanapeana testimony mzuri sana, wanasema unajua huyu fulani tunashiriki na yeye, huyu ni mtu wa upendo, ni mtu mkarimu. And then they are asking, mkarimu wapi? And they are wondering whether you are talking about the same person, kwa sababu wakiweza toa ushuhuda wanaweza toa ushuhuda tofauti. Please do not be like a phone that is charged but never used. Iwe ni kazini,
iwe ni nyumbani, iwe ni huko kwa neighborhood, majirani wako. Je, wanakufahamu kama mtu ambaye ako na uhusiano na Mungu? Ya kwamba hata kukiweza kuwa na tukio hapo, kuwe na mtu mgonjwa, unaweza sema, by the way, hata tukitafutanga kwenda hosi, tunahitaji kuomba. Si muita fulani ya kuja tuombe, ama sivyo? Na unaitwa tu, naambiwa wewe kuja tuombeshe. Ama hata kama uko hapo wanasema fulani tuongoze kwa maombi. Ama wataanza kuuliza nani anaweza tuombesha, na uko hapo miongoni mwao. Do not be like a phone that is charged but never used. Why? Because the Lord's table haituulizi tu swali tu la kawaida. Inatuuliza, je, uko tayari kuondoka kwenye meza hii na kwenda kuishi maisha iliyo na tofauti kwa utukufu wa Mungu? Mambo matatu ambayo tumesema meza ya Bwana inatukumbusha. Jambo la kwanza ni kukumbuka, kumbukumbu, ama sivyo? Kasema kumbuka, remember. La pili, reflect, jihoji wewe mwenyewe. Na la tatu, respond, itikia wito wake. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Let us pray. Tukushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zako na kwa kunena nasi. Umetukumbusha ushirika wa meza ya Bwana ni nini, na ukatufunza vyema ya kwamba kila mara tunapokuja kwa meza yako unatupa nafasi ya kukumbuka yale ambayo umetutendea, unatupa nafasi ya kujihoji wenyewe, na pia unatupatia nafasi ya kuitikia wito wako. Tusaidie ili tunapokuja kwenye meza yako siku ya leo, tuje tukiwa watu ambao ni tofauti. Nawe ukatubariki, ukatujenga mara tena, ukatutuma, tukaenda kukuwakilisha kila mahali. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.